Kama kuna mechi muhimu kuliko zote kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu, hatua ya makundi kwa wananchi Yanga, basi ni hii mechi inayotarajiwa kuchezwa tarehe 7 ya mwezi huu wa pili, kati ya wao dhidi ya wenyeji wao FAR Rabat kule nchini Morocco. Ni mechi ambayo itachezwa bila mashabiki kwa sababu FAR Rabat wanatumikia adhabu ya kucheza mechi mbili bila mashabiki kutokana na vitendo vya vurugu walivyofanya wakati wakicheza dhidi ya Al Ahli katika sare ya 1-1. Umuhimu wa mechi hiyo unatokana na sababu mbili kubwa. Moja, Yanga ikipata ushindi wowote katika mchezo huu, 1-0, 2-1, 2-0, vyovyote vile, alimradi ikashinda, halafu JS Kabylie ambao watakuwa wanawakaribisha Al Ahli, vinara wa kundi lao, wakashindwa kupata pointi 3 dhidi ya Al Ahli, basi Yanga watakuwa tayari wameshafuzu katika hatua robo finali ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu, kwa sababu watakuwa wamejihakikishia kumaliza miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao la B. Lakini umuhimu wake pia, mbali na huu umuhimu chanya kwamba Yanga ikishinda halafu JS Kabylie wakashindwa kupata pointi 3, kwa maana kwamba wakafungwa au wakatoka sare yoyote dhidi ya Al Ahli, manake Yanga itakuwa imefuzu moja kwa moja kwa hatua ya robo finali. Lakini kinyume chake, kama Yanga itapoteza kwa mabao zaidi ya moja, kwa tofauti ya mabao zaidi ya moja, yani kwa mfano ikafungwa 2-0, 3-1, 4-2, 5-0, vyovyote vile, alimradi margin tofauti ya mabao ikawa ni mabao mawili au mabao zaidi ya mawili, maana yake safari ya Yanga kwa msimu huu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika itakuwa imeishia hapa, kwa sababu watakuwa mechi ya mwisho wanacheza ili kutimiza tu ratiba. Hawatakuwa na upenyo wala fursa ya kumaliza miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao, bali FAR Rabat watakuwa tayari wameshafuzu kwenda katika hatua ya robo finali bila kujali matokeo ya Al Ahli na JS Kabylie, ambapo JS Kabylie wakishinda, wakifungwa, kukitokea sare, wao watakuwa tayari wameshafuzu kwa hatua inayofuata ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, bila pia kujali mchezo wao wa mwisho utakaocheza dhidi ya Al Ahli kule nchini Misri. Ufafanuzi iko hivi: kwenye msimamo wa kundi lao la B, kama unavyo hapo, kundi B mpaka sasa wanaongoza ni Al Ahli. Al Ahli baada ya kucheza mechi 4 kama timu zote, Ahli waliotoa sare ya 1-1 na Yanga wana pointi 8, huku wakiwa wamefunga mabao 8, wameruhusu mabao 3, ndio wanaongoza. Wa pili mpaka sasa kwenye kundi lao ni FAR Rabat. FAR Rabat ambao wao pointi zao walizo nazo mpaka sasa ni 5, huku wamefunga mabao 2, wameruhusu 2. Ya tatu ni Yanga kwenye msimamo wao, ambayo yenyewe ina pointi 5 kama FAR Rabat, ikiwa na mabao 2, imeruhusu mabao 3. Kwa hiyo goal difference hapa ina hasi 1, hawa goal difference 0, hawa goal difference 5. Lakini ya 4 iliyoko mkiani ni JS Kabylie ya Algeria, ambayo baada ya kucheza mechi 4 kama timu nyingine zote ina pointi 2, imefunga bao 1, imeruhusu mabao 5. Kwa kama ni goal difference, yenyewe goal difference ina hasi 4. Sasa iko hivi: kwanza ufafanuzi kwa wale ambao wamekuwa kijiuliza kwa nini Yanga watatu FAR Rabat wa pili wakati wote na pointi 5 na Yanga iliwafunga FAR Rabat. Taratibu za CAF juu ya tiebreaker rule, mkilingana pointi ndani ya juu ya mwenzake, hutumika baada ya mechi za mwisho kwenye maamuzi, yani baada ya mechi 6 za kundi zima, kila mmoja acheze mechi 6, mkilingana pointi. Kanuni za CAF zinaangalia head to head kwanza, kwamba nani alikuwa na matokeo bora mlipokutana nyinyi ambao pointi zenu zinalingana. Pakishindwa kutoa mshindi kwa head to head mlipokutana juu ya nani alipata matokeo bora zaidi, wanakwenda kuangalia nani mwenye goal difference nzuri, yani tofauti ya mabao aliyofunga na aliyoruhusu. Hiyo nayo ikishindwa kutoa mshindi, wanakwenda kuangalia nani kafunga mabao mengi na kadhalika. Sasa msimamo huu bado haujafika mechi zote za mwisho, sio msimamo wa mwisho, ni msimamo baada ya raundi ya 4, wote wamecheza mechi 4. Sasa FAR Rabat wana uwiano mzuri wa mabao ya kufunga na kuruhusu kulinganisha na Yanga, kwa sababu wana 0 goal difference, wakati Yanga wana hasi 1, yani wanadaiwa goli 1 kwa lugha nyingine. Ndio maana kwenye msimamo unaoendelea Yanga wako chini ya FAR Rabat. Ingekuwa ndio msimamo wa mwisho, pindi Yanga na FAR Rabat wamelingana point, basi wangeangalia nani alikuwa na matokeo bora zaidi walipokutana. Tunakumbuka Yanga na FAR Rabat kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, Yanga walishinda kwa bao 1-0. Lakini mechi hii nyingine ya kukamilisha
mechi ya nyumbani na ugenini haijachezwa. Kwa hiyo uwezi ukasema matokeo yao bora walipokutana katika mechi mbili, kwa sababu hiyo mechi nyingine haijachezwa. Ndio maana imeangaliwa goal difference kwenye msimamo wa sasa. Sasa kwenye msimamo wa mwisho kinachokuja kuangaliwa, kwanza wenye pointi nyingi tutakuwa juu, mkilingana point wanaangalia head to head. Sasa ikitokea Yanga kwenye mechi hiyo dhidi ya FAR Rabat ameshinda hii mechi ya tarehe 7 mwezi wa pili mwaka huu 2026, siku muhimu sana ya maamuzi kwa Yanga hii katika michuano ya CAF kwa msimu huu. Wakishinda kwa idadi yoyote mabao kama nilivyotoka kueleza awali, manake Yanga kwenye pointi zao hizi 5 utaongeza pointi 3, watakuwa na pointi 8. Sasa wakifikisha pointi 8, manake kwenye mechi ya mwisho chukulia kwamba Yanga wamefungwa na JS Kabylie. Wakifungwa na JS Kabylie, kama hawa JS Kabylie mechi na Al Ahly ambao ndo sharti kuu, wasipopata pointi 3, iwe ni sare kwa mfano, au wamefungwa JS Kabylie, ndipo tunasema Yanga wamefuzu moja kwa moja kwa robo finali, kwa sababu JS Kabylie wakishinda kupata pointi 3, kwa mfano wametoa sare, maana yake watapata pointi 1. Pointi 1 ukiongeza na pointi 2 itakuwa pointi 3. Mechi ya mwisho wakicheza na Yanga washinde Zanzibar, tuchukulie wameshinda JS Kabylie, utaongeza tena pointi 3, watakuwa na pointi 6 kama ndio maximum points za JS Kabylie. Wakifungwa ndio kabisa, kwa sababu utabaki na pointi 2. Mechi ya mwisho na Yanga wakishinda watapata pointi 3, watakuwa na pointi 5. Kwa hiyo JS Kabylie hawatakuwa tishio kwa Yanga ambayo tayari itakuwa na pointi 8 endapo itaifunga FAR Rabat. Kwa hiyo JS Kabylie unaiondoa kwenye frame kabisa endapo isipopata pointi 3 kwa Al Ahly katika mechi yao ambayo pia itachezwa siku hiyo ambayo Yanga wanacheza dhidi ya FAR Rabat. Sasa mshindani mwingine ni Al Ahly. Al Ahly sio mshindani kwa Yanga. Al Ahly uko juu hivi sasa, tayari ana pointi 8. Pointi 8 maana yake ni kwamba kama Al Ahly wanakuwa wameishia hivyo wakapoteza mechi nyingine zote, halafu Yanga wakashinda mechi na FAR Rabat wakatimiza pointi 8, wakajafungwa na JS Kabylie, kitakachoangaliwa kama Yanga unawalinganisha na Al Ahly pointi 8 walizonazo sasa, Yanga wakiishia na pointi 8, Al Ahly ndio atakokuwa juu, kwa sababu head to head ina favor Al Ahly ambao walifunga Yanga 2-0 kwao, halafu New Amani Complex mechi nchini Tanzania nyumbani kwa Yanga imeisha kwa sare ya 1-1. Kwa hiyo Al Ahly hao ni wababe wa kumwangalia zaidi. Hapa tunazungumzia FAR Rabat. FAR Rabat kama Yanga itashinda kama tulivyotoka kueleza, ushindi wowote ule, manake Yanga itakuwa na pointi 8, FAR Rabat watabaki na pointi zao 5. Mechi ya mwisho wanakwenda kucheza dhidi ya Al Ahly kule Misri. Chukulia kwamba FAR Rabat wanakwenda kushinda pia. Wakishinda kwenye mechi ya mwisho baada ya kuwa wamepoteza mechi dhidi ya Yanga, utaongeza pointi 3 na wao watakuwa pointi 8 ndizo watakazoishia. Halafu chukulia Yanga wamefungwa na JS Kabylie katika mchezo wa mwisho, manake kila mmoja atakuwa na pointi 8. Hivyo itabidi kulinganisha kati yao nani aende. Kama Yanga itashinda, manake itakuwa na matokeo bora zaidi ya head to head, maana pointi zitakuwa zimelingana 8-8. Yanga wameshinda Zanzibar New Amani Complex 1-0, halafu mechi ya tarehe 7 ndio tunasema kama Yanga itashinda itakuwa imeshinda mechi zote mbili. Kwa hiyo FAR Rabat itakuwa haifikii Yanga kwa ubora wa matokeo walipokutana wao kwa wao. Kwa hiyo Yanga hapa ndipo unaona robo finali hao wanafuzu kwa hesabu hizi, lakini haya ni maelezo na sio uwanjani. Uwanjani ikitokea sasa, ambayo hii ni habari mbaya, Yanga wamefungwa kwa tofauti ya zaidi ya bao moja, kama nitoka kueleza awali, mabao mawili plus au mabao mawili, yani 2-0 au imefungwa 3-1, maana yake Yanga itakuwa safari yao, shauku yao, ndoto yao ya kwenda robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika msimu itakuwa imekomea hapo, kwa sababu wakishinda kwa tofauti ya mabao mawili plus, FAR Rabat watakuwa na pointi 8, halafu mechi ya mwisho hata wakifungwa na Al Ahly watabaki na pointi 8. Yanga mechi ya mwisho na JS Kabylie hata wakishinda watakuwa na pointi 8 baada ya kuwa shapoteza mechi na FAR Rabat. Wakiwa na pointi 8 Yanga wakilingana na FAR Rabat, inaangaliwa head to head. Head to head, kwa nini kwa nasema wakishinda kwa mabao mawili plus, tofauti ya mabao mawili plus? Ni kwa sababu head to head itaweka juu FAR Rabat. Wao wamefungwa 1-0 na Yanga New Amani Complex visiwani Zanzibar. Wao wakishinda kwa tofauti zaidi ya mabao mawili, manake head to head itawafanya wawe juu, kuwa na matokeo bora zaidi kuliko Yanga. Na ndio maana tunasema mechi hii ni muhimu sana kwa Yanga, kwa sababu wao FAR Rabat faida zaidi walionao ni kwamba wakishinda kwa tofauti ya mabao mawili au zaidi ya mabao mawili, hawahitaji matokeo ya mechi ya JS Kabylie na Al Ahly. JS Kabylie ashindwe, mechi ya mwisho
JS Kabylie ashindwe, wao bado watakuwa wamefuzu robo finali, kwa sababu JS Kabylie maximum points walizo nazo mpaka sasa wakishinda zote ni pointi 8 kwa kuwa na pointi 2. Wakiifunga Al Ahly watakuwa na pointi 5, wakiifunga Yanga watakuwa na pointi 8. Pointi hizo FAR Rabat wakiifunga Yanga ndizo watakazokuwa nazo. Kwa sababu hiyo, ikiwa wana pointi 8, maana yake mshindani atakuwa sio Yanga tena, kwa sababu Yanga kishafungwa kwa tofauti zaidi ya mabao mawili, sio mshindani wa FAR Rabat, bali FAR Rabat mshindani wake itabidi angaliwe JS Kabylie. Lakini JS Kabylie head to head na FAR Rabat pindi pointi zao zote zikiwa 8, anakuwa nyuma FAR Rabat, anakwenda kwa sababu kwenye mechi ya kwanza walitoka bila, mechi ya pili FAR Rabat ameshinda bao 1-0, tunafahamu vizuri. Kwa hiyo yeye ana matokeo mazuri zaidi. FAR Rabat kwa ufupi akishinda kwa mabao mawili au kwa tofauti ya mabao mawili au zaidi, anakwenda moja kwa moja robo finali bila kujali matokeo ya JS Kabylie dhidi ya Al Ahly wala JS Kabylie dhidi ya Yanga itakayochezwa mwishoni. Lakini kwa Yanga watafuzu moja kwa moja kwenda hatua ya robo finali endapo watapata ushindi wowote dhidi ya FAR Rabat, lakini wakati huo wakisikilizia JS Kabylie na Al Ahly. Kama JS Kabylie akifungwa au akitoa sare, Yanga wanakwenda moja kwa moja.